Karibu katika hili darasa la maombi, na hili ndio somo letu la kwanza kabisa. Kama unatamani ujifunze kwa habari ya maombi kwa undani sana, na hata ukapokea nguvu ya maombi, ukapokea tena matumaini yako katika maombi, na tutaomba ili Mungu aachilie majibu ya maombi yako. Tutazungumza neno alafu mwishoni nitaomba. Na hili ni somo letu la kwanza kabisa. Maombi hasa ni nini? Je, maombi ni kulia? Je, maombi ni kupiga magoti? Au maombi ni kuomba kunatembea? Je, maombi ni kuomba kwa sauti au maombi kuomba kwa ukimya? Maombi hasa ni nini? Kwa sababu ukifahamu maombi hasa ni nini, utajua kufanya maombi kwa ufasaha. Watu wengi sana, kwa sababu hawajui maana hasa ya maombi ni nini, imewapelekea kuomba vibaya. Na Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 3 ya kwamba mwaomba wala mpati. Kwa nini? Kwa sababu mwaomba vibaya. Kwa kuomba vibaya kunaweza kukapelekea mtu akaomba na akakosa majibu ya maombi yake. Baadaye akaanza kumlaumu Mungu ya kama Mungu, nimeomba lakini sijaona majibu ya maombi yangu. Na wakati mwingine akaomba kwa muda mrefu kwa sababu bado hajapata maarifa. Hivyo akasema nimeomba miaka 5, nimeomba miaka 8, miaka 10, ni kwa sababu hajapata maarifa ya namna hasa ya kuomba. Ndio maana Mungu aliniambia niwahubirie watu wake ya kwamba warejeshe matumaini yao ya maombi, matumaini yaliyopotea. Kwa nini matumaini yamepotea? Matumaini ya maombi yamepotea kwa sababu watu hawaoni majibu ya maombi yao. Na kwa nini waoni? Kwa sababu watu wengi hawajapata maarifa hasa namna ya kumsogelea mfalme na wakapokea majibu. Lakini naamini katika jina la Yesu Kristo aliye hai, saa hii unakwenda kusikia na unapokea majibu ya maombi yako. Nini hasa maana ya maombi? Maombi ni kumruhusu Mungu aingilie kati mambo yako. Mhubiri mmoja mashuhuri John Wesley alisema, maombi yako namna hii ni kama vile pasipo Mungu mwanadamu hawezi, na pasipo mwanadamu hafanyi. Ukiachunguza maombi vizuri, utaona ya kwamba mwanadamu pasipo Mungu hawezi kufanya jambo lolote lile. Anaweza akaenda mbali, lakini kuna sehemu atakwama, atahitaji Mungu aingilie kati. Lakini pia Mungu pasipo mwanadamu hafanyi. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka Biblia inavyosema ya kwamba mbingu ni za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Mwanadamu amepewa uamuzi wa kuchagua ndani ya moyo wake. Maana yake kama asipochagua kumuita Mungu, Mungu aingii kwa mwanadamu kama roboti kumlazimisha. Kwa nini? Mungu akiingia kumlazimisha mwanadamu kumfanyia mambo, shetani atamuuliza ya kwamba umemlazimisha, hujampa kwa hiari yake. Maanake inakuwa sio utukufu kwa Mungu. Mungu akilazimisha jambo, akilazimisha umwabudu, akilazimisha umtumikie, akilazimisha ushike sheria zake, inakuwa sio ibada, maanake inakuwa sio utukufu kwake. Kwa hiyo ni sawasawa na maombi. Kama usipoomba, Mungu hafanyi. Na ndio maana ukisoma kwenye Bible utaona Mungu ni mara nyingi amemsihi mwanadamu aite, akiita ili apate nafasi ya kutenda. Anamwambia katika Zaburi ya 50 ule mstari wa 15, ukaniite wakati wa mateso, nami nitakuokoa, nawe utanitukuza. Haleluya. Anasema katika Isaya, leteni maneno yenu, leteni hoja zenu zenye nguvu. Haleluya. Katika Yeremia anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Yesu anawaambia wanafunzi wake, hata sasa mjaomba jambo lolote, ombeni sasa, Baba atawapa. Ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu iwe kamilifu. Unaona, maneno yote hayo ni Mungu kutusisitiza ya kwamba tuombe, kwa sababu kama tusipoomba hatofanya. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, anasema basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kumbe ikiwa watu wake wakiomba, ndipo Mungu atasikia na kutenda. Maana yake ukisikia ikiwa, kumbe usipoomba, maana yake hatoweza kufanya.
Na ukiingia kuomba, kumbuka mambo ya kifalme yanahitaji nguvu. Mambo ya kifalme yanahitaji shauku na kiu. Ndio maana Yoshua alipoomba, aliomba hata jioni. Ezekia na Isaya walipoomba, waliomba hata mbingu. Kumbe kuomba ni kumruhusu Mungu aingilie kati mambo yetu na kufanya. Lakini tuombe kwa shauku, tuombe kwa passion, ili aone kweli tumemaanisha, apate kuachilia mbinguni. Natamani leo hii kwa video hii subscribe channel hii ili tujifunze zaidi. Alafu nenda ukaombe. Ninakuombea safari hii unapoenda kuomba, ukaone majibu ya maombi yako. Kila vizuizi vya kupokea majibu ya maombi vikaondoke leo kwa jina la Yesu Kristo. Kila falme zilizosimama ili kuzuia majibu ya maombi yako leo hizi kang'oke na kuharibiwa. Ninakuombea neema ya kupokea majibu ya maombi ikae juu yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mimi ni Pastor Ulenje. Usisahau kusubscribe channel hii na kushare video hii na wengine.